Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakusogezea mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Stefan Aziz Ki, raia wa Burkina Faso, ambapo mchezaji huyu tunaona ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya mambo makubwa katika soka la Kiafrika, hususan wakati alipoitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Stefan Aziz Ki msimu uliomalizika katika dirisha dogo la usajili la mwaka 2025-2026 alijiunga na klabu ya soka ya Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu pale nchini Libya, klabu ya soka ya Wydad Casablanca ambayo alijiunga nayo tarehe 1 mwezi Juni mwaka 2025, ambapo mchezaji huyu tunaona mara baada ya kujiunga na klabu ya soka ya Al Ittihad soka kwa msimu tunaona ameitumikia klabu hiyo katika michezo 11 akishinda mabao 6 na kutoa pasi moja ya goli, akiwa amehusika katika magoli 7 kati ya mechi 11 ambazo ameitumikia klabu ya soka ya Al Ittihad soka klabu ya nchini Libya. Sasa mambo yamekuwa tofauti kwa mchezaji kwa sababu wakati anajiunga na klabu hiyo kuna vipengele vya mkataba ambavyo alikuwa akitaka vitimwize kabla ya msimu kumalizika, lakini klabu hiyo ya Al Ittihad soka klabu kwa upande mwingine imeshindwa kumtimizia vile vitu ambavyo alikuwa akivitaka, na hatimaye mchezaji huyu ameamua kuvunja mkataba na klabu ya soka ya Al Ittihad soka klabu ya pale nchini Libya, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba nyota huyu amekwenda FIFA kwenda kuishtaki klabu hiyo. Kwa hiyo FIFA watakwenda kusikiliza kesi yake. Kwa sasa mchezaji huyu yupo huru akiwa ana umri wa miaka 30. Tunaona mchezaji huyu ambaye kupita katika klabu kama Omonia Nicosia, RS Malosa la pale Cyprus, bila kusahau ambaye kucheza klabu ya soka ya ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast kwa msimu mmoja, kisha tarehe 15 Julai 2022 akajiunga na Young Africans na kuitumikia klabu hiyo misimu mitatu, na aliwahi kufanikiwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2023-2024, yani most valuable player, lakini aliamua kujiunga na Wydad Casablanca na kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu, michuano ambayo ilifanyika pale nchini Marekani akiwa na Wydad Casablanca, na tulimshuhudia aliweza kupata nafasi ya kucheza. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba mara baada ya nyota huyu ambaye vile vile amekuwa akiitwa timu ya taifa ya Burkina Faso kuweza kuvunja mkataba na klabu ya soka ya Al Ittihad, basi ofa alizokuepo nazo mezani ni nyingi kweli kweli katika dirisha hili kubwa la usajili. Klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameonyesha nia ya kutaka kumrejesha mchezaji Stefan Aziz Ki mara baada ya kusikia taarifa hizi, ambapo Yanga wanaamini kutokana kwamba mchezaji huyu alishai kuichezea klabu hiyo kuna uwezekano mkubwa akaamua tena kurejea Jangwani, kwa sababu ukiangalia hata umri wake miaka imekwenda miaka 30 kwa sasa. Ukiangalia haimbwi kama alivyokuwa kiimbwa Young Africans. Na tunafahamu Yanga ni miongoni mwa klabu yenye mashabiki wengi, lakini Simba Sports Club na wao pia kuna uwezekano mkubwa wakamsajili mchezaji Stefan Aziz Ki. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba Simba wanaamini wanakwenda kuachana na Jonathan Soa, mchezaji kutokea Ghana. Kwa hiyo mchezaji huyo Simba wanaamini wakimpata kiungo mwingine mtengenezaji ambaye moja kwa moja atakwenda kusaidiana viungo waliopo, basi Simba ijayo itakuwa bora na tishio. Kwa Simba nao pia wanafuatilia kwa ukaribu, kwa sababu Aziz Ki ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa. Hata ukiangalia mechi ambazo amecheza na Al Ittihad 11, lakini kashinda magoli 6 na assist moja, inaonyesha kwamba ni mchezaji wa viwango vya juu kweli. Kwa hiyo Simba nao pia wanaangalia kwa ukaribu kuhusiana na mustakabali wa mkataba wa mchezaji huyu. Lakini taarifa za ndani, mchezaji mwenyewe Aziz Ki ameweza kudhibitisha kwamba kwa sasa malengo yake ataangalia klabu ambayo itampa fedha nyingi ama itampa mkataba ambao yeye anautaka, basi moja kwa moja hatojali na atakwenda kujiunga na hiyo klabu. Kwa hiyo tunaona huenda akadondokea Simba ama akadondokea Yanga katika dirisha kubwa la usajili. Lakini vile vile kuna vilabu kutokea Afrika Kusini navyo pia vinawinda saini yake. Kuna vilabu kutoka Uarabuni navyo pia vinawinda saini ya mchezaji Stefan Aziz Ki. Lakini kinachomvutia zaidi kutaka kurudi kucheza soka la kibongo ni kutokana na tension ama
ule ushabiki, jinsi ambavyo wachezaji wanavyokuwa wakisifiwa wakifanya vizuri. Tuambie kwenye comment kwa upande wako, je, unamshauri Aziz Ki katika dirisha kubwa la usajili ajiunge na klabu gani? Shuka kwenye comment, kadondoshe maoni nasi tutakuja kuyasoma.